السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na darasa ya al-fiqh al-muyassar. Hii ni darasa nambari 16 ikiwa tarehe 10 ya mfungo 8 Jumada al-Ula 1441 Hijiria. Jana tulianza masala ya udhu, tukasoma nini maana ya udhu na hukumu yake na masharti yake. Al-mas'alatu ar-rabi'a, mas'ala ya 4 katika udhu, furudhuhu, faradhi zake, faradhi za udhu. Ai kwa maana a'dha'uhu, viungo vyake. Viungo gani? Ni viungo lazima katika kutawadha. A'dha'uhu, viungo vyake. Wahia 6, faradhi za udhu ziko 6. Namba 1, ghaslul wajhi bikamilihi, kuosha uso kwa ukamilifu wake. Faradhi ya kwanza katika udhu, kuosha uso kwa ukamilifu wake. Ghaslul wajhi bikamilihi, kuosha uso kwa ukamilifu wake. Liqaulihi ta'ala, kutokana na maneno ya Allah, idha qumtum ila sala, munapotaka kusimama kuswali, faghsilu wujuhakum, basi osheni nyuso zenu. Kwa Allah kataja kabisa moja kwa moja nyuso ni katika viungo vya udhu. Wa minhu, na katika uso, katika vipengele ambavyo vinaingia ndani ya ulazima wa kuosha uso, wa minhu al-madhmadha wal-istinshaq, inaingia pia kusukutua maji na kutia puani. Yaani hawa mashekhe wa hichi kitabu wamepita na kauli ya kwamba kusukutua na kutia maji puani ni lazima. Ukitawadha bila kusukutua, kutia maji puani, udhu wako ni batil, kwa sababu mdomo na pua ni sehemu ya uso. Kama kuosha uso ni lazima, basi kusukutua na kutia maji puani ni lazima. Lianna al-fama, kwa sababu mdomo, wal anfa, na pua, min al-wajhi, yote hivi ni sehemu ya uso. Kwa hiyo kauli raji, kusukutua na kutia maji puani si masala ya sunna kwenye udhu, ni masala lazima, sababu hivi ni muendelezo vya uso, muendelezo wa uso. Wa huwa qawlu madhhabi al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ndio mwenye kauli hii kwamba kusukutua, kutia maji puani ni lazima, sababu kuosha uso ni lazima na hivi ni sehemu. Faradhi ya mwanzo ni kuosha uso kwa ukamilifu wake, na inaingia hapo kusukutua na kupatisha maji puani. Kwa hiyo si vitu vya kuvidharau wakati wa kutawadha, kusukutua, kutia maji puani. Baadhi ya madhehebu kama Imam Ahmad ibn Hanbal wanasema udhu wako ukamiliki bila kufanya hivi, na ndio kauli ambayo wameenda nayo hawa wanawachuoni walioandaa al-fiqh al-muyassar. Faradhi ya pili, ghaslul yadaini, kuosha mikono miwili, ilal mirfaqaini, mpaka kwenye mirfaqi mbili. Kuosha mikono miwili ni faradhi ya udhu pia. Allah akasema, wa aydiyakum ilal marafiqi, na muoshe mikono yenu mpaka katika marafiq. Faradhi ya tatu, mashu ra'si kullihi, kupaka kichwa chote, kupaka kichwa chote, ma'al udhunaini, pamoja na masikio mawili.
kupaka kichwa chote sambamba na masikio mawili. Kwa hiyo hapo kuna masala, kichwa kipakwe chote, sio baadhi ras. Kichwa kinapakwa chote sambamba na kupakwa masikio mawili. Kuhusiana na kichwa, Allah amesema wamsahu biruusikum, pakeni vichwa vyenu. Kuhusu masikio kuunganishwa na kichwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema al-udhunani min ar-ra'si, masikio mawili ni sehemu ya kichwa. Al-udhunani min ar-ra's, masikio mawili ni katika kichwa. Kwa hiyo kama kupaka kichwa ni lazima, kupaka masikio pia ni lazima. Fala yujzi'u masu ba'dhi ar-ra'si duna ba'dhi, haitoshelezi kupaka sehemu ya kichwa ukaacha sehemu nyingine. Kichwa kinapakwa chote. Fala yujzi'u, haitoshelezi masu ba'dhi ar-ra'si, kupaka sehemu tu ya kichwa, duna ba'dhi, kinyume na sehemu nyingine. Na ukiangalia hadithi katika Bukhari na Muslim, Mtume alikuwa mikono miwili, baada abihima bimuqaddami ra'si, anaanza nayo mwanzo mpaka kwenye kichwa, anarudi nayo mpaka malizia basi. Kwa hiyo kichwa kinapakwa chote. Wal mas'ala khilafia, kupaka kichwa chote kaulu al-Imam Ahmad wa huwa al-aqrab. Al-jamhur, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifa wanaona ukipaka sehemu tu ya kichwa tosha, ma'a ikhtilafihim fi dhalika al-ba'd al-mujzi. Hao wanaosema ukipaka sehemu tu ya kichwa inatosha, wanakhtilafiana ni kiasi gani kinatosha. Kuna wengine wanasema angalau theluthi ya kichwa, wengine sehemu yoyote. Lakini kauli ya salama ni kichwa chote. Na hata hawa wanaosema ukipaka sehemu tu inatosha, na wenyewe wanaona kupaka kichwa chote ni sunna, ndio vizuri zaidi. Yaani katika vitabu vya Kishafi vinaweka katika nguzo za udhu mashu ba'dhi ar-ra's, katika sunna za udhu mashu jamii ar-ra's. Yaani nasema hivi kwa maana kwamba wewe ukipaka kichwa chote umefanyia kazi madhehebu zote. Wale wanaosema lazima umetekeleza lazima, na wale wanaosema sio lazima wanakuambia pia salama zaidi na thawabu nyingi kupaka kichwa chote. Kwa kauli zote ukipaka kichwa chote unapata malipo mengi kuliko baadhi ras. Bali ukipaka sehemu ya kichwa tu unajiweka hatarini, udhu wako kwa wasomi wengine wanaohesabu hujakamilika. Tamam. Kwa hiyo nguzo ya tatu mas'u ar-ra'si kullihi, kupaka kichwa chote ma'al udhunaini, sambamba na masikio mawili. Na hadithi sahihi inaonyesha masikio mawili hayachukuliwi maji mapya. Maji yale yale uliyopakia kichwa unaunganishia. Mtume alichukua maji mapya kwa ajili ya kichwa, sio aliyotumia mikononi, na wala hakuchukua maji mapya kwa ajili ya masikio. Yale yale aliunganisha katika nini? Katika yani maji aliyopakia kichwa ameunganisha na masikio. Kwa pia hakuna haja unapaka kichwa alafu unachukua maji na unapaka masikio. Bali unapaka kichwa, ukirudisha hapa mikono unaunganisha na masikio, hala. Hii ndiyo kaifia na sifa nzuri zaidi na ya kisunna katika kupaka kichwa. Faradhi ya 4, ghaslu rijlaini, kuosha miguu miwili ilal kaabaini, mpaka kwenye kongwa mbili. Miguu miwili mpaka katika hivi vifundo viwili, kaabaini. Kuosha miguu inaoshwa, miguu haipakwi. Kuna baadhi ya madhehebu kama Mashia wanapotawadha siku zote miguu wanapaka. Hii ni kinyume na utaratibu. Mtume alikuwa anapaka miguu kama amevaa hofu. Kama miguu ipo wazi, hajavaa soksi, hajavaa hofu, miguu inaoshwa. Miguu inapakwa kama umevaa soksi au umevaa hofu,
na wakati unavaa ulikuwa na udhu wako, baadaye ukivunjika wakati wa kutawadha ndio unaruhusiwa kupaka. Kama miguu ipo ndani umevaa kitu. Ile miguu ikiwa makshufataini ipo wazi, sunna yake utaratibu wake ni kuoshwa. Dalili ya kuosha miguu, Allah anasema wa arjulakum, osheni miguu yenu ilal ka'bayn, mpaka kwenye kaabu mbili. Nguzo nyingine ya udhu, at-tartibu, mpangilio. Utawadha kwa mpangilio. Usianze miguu kabla ya kichwa, usianze kichwa kabla ya mikono, usianze. Kwa miongoni mwa nguzo za udhu at-tartib, kwenda kwa mpangilio. At-tartib. Dalili kwa mimi ninakosa gani nikija tu nimeanza zangu kichwa, nimekuja miguu, nimekuja, tatizo nini? Mpangilio ni lazima, lianna Allah ta'ala dhakarahu murattaba. Allah ametaja udhu kwa mpangilio. Osheni nyuso zenu, mikono yenu mpaka katika marafiki, pakeni kichwa, osheni miguu yenu. Allah ametaja udhu murattaba kwa mpangilio. Pia kwa dalili ya kwanza, Allah kataja viungo vya udhu kwa mpangilio. We kutawadha vingine ni kuvunja hii nidhamu. Pia watawadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama murattaba, na mtume ametawadha kwa mpangilio. Haijaonekana mtume kaanza miguu kaja kichwani. Mtume siku zote pia ametawadha kwa kufuata mpangilio, ala hasabi ma dhakarahu Allah. Mtume ametawadha kwa mpangilio kufuatana na alivyosema Allah. Uso uso, inakuja mikono mikono, kichwa kichwa, miguu miguu, kama alivyopangilia Allah. Mtume ametawadha kwa mpangilio ule ule aliotaja Allah. Alwajhu, ameanza na uso. Alwajha, ameanza kutawadha uso. Fali yadaini, baadaye ndio mikono miwili. Farra'asa, kaja kupaka kichwa. Farrijlaini, kaja kwenye miguu miwili. Mtume naye alikuwa anafuata huo mpangilio. Kama warada dhalika fi sifati wudhu'ihi, kama ilivyokuja hii katika namna ya kutawadha kwake mtume. Huu mpangilio wa kutawadha mtume umethibiti katika namna alivyotawadha fi hadithi Abdullah bin Zaid wa ghairi. Kwa mfano hadithi Abdullah bin Zaid alivyoelezea udhu wa mtume hivi: aliosha uso, kaja mikono, kaja kichwa, kaja miguu, kwa utaratibu ule uliotajwa katika suratul Maida. Na hata hadithi za masahaba wengine waliohadithia udhu wa mtume, mtume ameonekana akifuata taratibu, mpangilio aliotaja Allah. Kwa hiyo miongoni mwa faradhi za udhu at-tartib, kutawadha kwa mpangilio. Usiende kiungo cha mbele wakati cha nyuma bali. Faradhi nyingine namba 6, almuwalatu, kufatanisha. Yaani kwa maana kisikauke kiungo hujaingia kingine. Ukiosha hichi kiungo kabla akija kauka umeingia kingine, kwenda kwa mfululizo bila kuchelewa katika kuosha hivi viungo. Na anatafsiri hapa maana ya almuwalatu bi an yakuna ghaslu al'udwi aqiba alladhi qabalahu mubasharatan biduni ta'khir. Maana ya muwalatu, kuwe kuosha kiungo ni baada tu ya kiungo cha nyuma, mubashara, moja kwa moja, biduni ta'khir, basi na kuchelewesha. Unaosha mikono moja kwa moja baada tu kumaliza uso. Unapaka kichwa moja kwa moja baada tu kumaliza mikono. Unaosha miguu moja kwa moja baada tu ya kichwa, duna ta'khir, basi na kuchelewesha. Hiyo ndiyo muwalati. Ina maana ni kosa umenawa mikono ukachelewa mikono ikakauka ndio unaenda kupaka kichwa, kosa.
hapo umeharibu muwalati. Kwa tawadhi kwa kufululiza pasi na kuacha muda mrefu. Kwa nini maana muwalati katika udhu? Bi an yakuna ghaflul udwi, kuwe kuosha kiungo, aqiba alladhi qablahu, ni baada tu kuosha kiungo cha nyuma, mubasharatan, moja kwa moja, biduni taakhir, pasi na kuchelewesha. Dalili, faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yatawadhau mutawaliya, alikuwa mtume anatawadha kwa kufululiza. Dalili hapa, mtume amedumu kufanya hivyo. Yaani haijaonekana mtume kaosha uso, kaongea, kajibu maswali, kafanyaje mpaka uso umekauka akaja kuendeleza mbele. Mtume alikuwa akianza kutawadha mwanzo mwisho, anafululiza muwalati. Dalili nyingine, na hii ni ya wazi zaidi anayotaja mbele. Dalili nyingine, hadithi ya Khalid ibn Ma'dan radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, Khalid ibn Ma'dan anahadithia mtume raa rajulan yusalli, siku moja mtume alimuona mtu mmoja anaswali, wa fi dhahri qadamihi, juu ya mguu wake. Mtume alimuona kuna mtu anaswali, wa fi dhahri qadamihi, juu ya mguu wake, lum'atu, kuna mng'aro, yani kuna sehemu ya kujaloa maji hajafika. Kama hapa nimetoka kutawadha, kama kuna sehemu ya kugusa maji, kama kunaonekana kuna ng'aa, yani sehemu haijaloa maji hayajafika, panaonekana pakavu, tofauti na sehemu nyingine. Kwa hiyo mtume alimuona mtu kashaanza kuswali, anaswali, wa fi dhahri qadami, juu ya mguu wake, lum'a, kuna mng'aro, kuna sehemu pakavu, qadru dirhami, sehemu yenyewe sio pata maji, kiasi cha dirhamu hivi, yana kama kiasi cha 200 yetu au 500 yetu, yani sehemu tu fulani kama kiasi cha 200 hivi, qadru dirham, kiasi kama cha dirhamu moja. Ili pesa ya Kiarabu, yani unaweza kusema kama kiasi cha 200 hivi, yani ina maana ni mzungusho tu kama duara la 500 au 200, qadru dirham. Lam yusibaha alma'u, sehemu ile haijafikiwa na maji. Ina maana huyu mtu katika kutawadha mguuni hajatawadha vizuri, mguu haujaenea maji, kuna sehemu haijafikiwa na maji. Sasa fa'amarahu an yu'ida alwudu'a, mtume akamwamrisha huyu mtu arudie udhu kuanzia mwanzo. Yani angalia hoja, huyu uso katawadha vizuri, mikono katawadha vizuri, kichwa kapaka vizuri, miguuni ndo kakosea, na muda umeshapita, kashaanza kuswali. Kwa mtume alivyoona lile kosa, kwa kuwa muda ushapita tokea apake kichwa na aje miguuni ambako amekosea muda, kwa hiyo mtume hajamwambia aje kuosha vizuri miguu, kwa sababu itakuwa kuosha kwake miguu sasa hivi na kupaka kichwa vimeachana muda mrefu, muwalati hakuna. Alichomwambia mtume akatawaze kuanzia mwanzo. Kosa lake lipo miguuni tu, lakini mtume angemwambia aoshe miguu, ingekuwa alivyoosha miguu mara pili na alivyopaka kichwa muda umeachana, muwalati hakuna. Kwa hiyo katika kuonesha mtume muwalati kufatanisha ni lazima, kaambia kwa kuwa kichwa kapaka muda mrefu na sasa hivi inabidi arekebishe miguu, muda umeachana, aanze kutawadha mwanzo ili vitu vifuatane. Sio kama hoja umeipata ama hoja ipo hivi. Naam, shekhe anajenga hoja, anasema au mashekhe wanasema
falau lam takunil muwalatu shartan, kufululiza katika kutawadha kiungo haraka kingine bila kuchelewa, hili swala lisingekuwa sharti, hili swala lisingekuwa la lazima, la amarahu bighasli ma fatahu, mtume angemwamrisha aoshe kile kilichompita. Ingekuwa kufululiza sio lazima, mtume angemwambia aoshe miguu tu ambayo amekosea. Lakini mtume akaona huyu miguu anapoosha sasa hivi kichwa kapaka muda mrefu, muwalati hakuna. Ingekuwa muwalati sio lazima, mtume angemwambia arekebishe kuosha miguu, kwa sababu kosa lake ni miguuni tu, sehemu nyingine kaosha vizuri. Lakini kwa kuwa muda umeshapita na katika kutawadha inabidi vitu vifatane, akamwambia aanze udhu mwanzo. Hoja ipo wazi. Walam ya'muruhu bi'adati alwudu'i kulli, asingemwamrisha arudie udhu wote. Ingekuwa kufatanisha kufululiza sio lazima, mtume angemwambia arekebishe miguu tu, wala asingemwambia atawadhi arudie udhu wote. Kama kakosea miguuni, alishaanza kuswali na mtume kamwambia arudie udhu wote, hii ina maana muwalat ni lazima. Haya, ama neno lum'a, mtume alimuona mtu katika mguu wake kuna lum'a. Walum'atu, neno lum'a almawdhi'u alladhi, ni sehemu ambayo lam yusibuhu alma'u, haijapatwa na maji. Asiya neno lum'a kama kung'ai. Kwa sehemu kama haijapatwa na maji inaonekana, ukikaa kwa mbali pale pakavu panaonekana, ndio panaitwa lum'a. Almawdhi'u alladhi, sehemu ambayo lam yusibuhu alma'u, haijapatwa na maji, fil wudhu'i, katika kutawadha, au alghusli, au kuoga. Kama umeoga kuna sehemu maji hayajafika, hiyo lum'a. Umetia udhu kuna sehemu maji hayajafika vizuri, lum'a. Lum'a ni sehemu ambayo haijafikiwa na maji katika kutawadha au katika kuoga. Kwa hiyo hizi ndizo faradhi za udhu. Nia haijatajwa hapa, nia kaitaja katika masharti, kwa hiyo bado ni lazima. Yaani tumezoea si faradhi zetu 6 za udhu, inaanza nia, vinakuja viungo vinne, na ya 6 ni taratibu. Katika madhhabi ya Imam Shafi'i swala la muwalati, kufululiza, alipo. Maana tulizozizoea faradhi za udhu, nia, kuosha uso, mikono, kupaka kichwa, miguu, na taratibu kwa mpangilio. Sasa hapa nia wameiweka katika masharti, na faradhi 6 za udhu hapa kuna taratibu na kuna muwalati, kutawadha kwa kufululiza bila kuchelewa kuingia kiungo. Kwa nia haijatolewa, bali nia hapa, nia kama imepandishwa daraja zaidi, ipo katika sharti. Ukisikia sharti ni kitu kizito kuliko hata faradhi. Yaani sharti ni kitu kizito zaidi. Almas'alatu alkhamisa, mas'ala nambari 5 katika mlango wa udhu. Mas'ala ya 5, sunanuhu, suna za udhu. Tumeona masharti, faradhi, tunakuja suna za udhu. Hunaka af'alun, kuna baadhi ya vitendo, yustahabbu fi'luha, ni sunna kuvifanya, inda alwudhu'i, unapotawadha. Kuna baadhi ya matendo ni vyema, ni sunna kuyafanya wakati wa kutawadha. Wa yu'jaru alaiha man fa'alaha, na analipwa thawabu kwa vitendo hivyo atakayovifanya. Kuna baadhi ya vitendo ni vizuri kufanya wakati wa udhu, na mtu anapata thawabu akivifanya. Wa man tarakaha, atakayeviacha katika udhu, fala haraja alai, hakuna tatizo, udhu wake kamili. Haya mambo yatakayotajwa mbele, sunna za udhu, ukizitekeleza wakati wa udhu umepata thawabu. Ukiziacha udhu wako ni kamili, hauna tatizo. Tofauti na faradhi za udhu, ukiacha una udhu. Sunna za udhu ukiacha umekosa thawabu, lakini udhu wako kamili.
wa tusamma hadhihi al-af'alu bi sunanil wudhu'i. Hivi vitendo vinaitwa sunanul wudhu. Wa hiya, namba moja, at-tasmiyatu fi awwalihi, kusema bismillah mwanzo wa wudhu. Wakati wa kutawadha bismillah au bismillahir rahmanir rahim ni sunna ya wudhu. Ina maana wewe wudhu wako ukianza bila bismillah, wudhu wako ni kamili, umejikosesha malipo tu ya sunna ya wudhu. Kwa sunna ya kwanza ya wudhu at-tasmiyatu, kusema bismillah fi awwalihi, mwanzo wa wudhu. Dalili, Mtume anasema la wudhu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hana udhu asiyetaja jina la Allah kwenye udhu wake. La wudhu'a, hana udhu, liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, kwa yule ambaye hakutaja jina la Allah kwenye udhu wake. Hii hadithi inaonyesha kama hujasema bismillah huna udhu. Hapo mashekhe wanasema sunna. Wasomi wengi wanaosema kusema bismillah ni sunna wanasema hii hadithi haina nguvu sana. Yaani hadithi usahihi wake una tatizo. Vinginevyo wale wanaoiona hadithi ni sahihi 100%, wanasema kusema bismillah pia ni lazima. Katika madhhabu ya Imam Ahmad anasema kusema bismillah ni lazima lidhakiri, kwa mwenye kukumbuka. Yaani wakati unatawadha ukikumbuka lazima useme bismillah, ukiacha maksudi una udhu. Na kama umesahau udhu wako sahihi. Madhhabu ya Imam Ahmad kwenye kusema bismillah wanasema ni faradhun au wajibun lidhakiri au ma'adhikiri. Wakati unatawadha ukikumbuka bismillah lazima useme. Ukisahau udhu wako ni sahihi. Madhehebu zingine za kina Imam Shafi nini ndo nasema at-tasmiya ni. Lakini hii hadithi katika kitabu changu hapa wanaonesha chini, wanasema hiyo hadithi Hasan ibn Salah, wanachuoni wengi wa hadithi wameikubali. Ibn Salah, Ibn Kathir, Zainuddin al-Iraqi, al-Imam al-Munziri, Ibn Hajar, Sheikh Albani pia amesema ni hadithi hasan katika Irwaul Ghalil. Kama vigogo wao wa hadithi wameikubali hiyo hadithi, ni muhimu kama unakumbuka wakati wa kutawadha adha na bismillahirrahman. Kwa sababu maneno ni mazito, hana udhu asosema bismillah. Hadithi wapo wanaoidhoofisha, lakini baadhi ya vigogo wa hadithi kama Ibn Kathir, Ibn Hajar, Sheikh Albani, Al-Munziri na wengine wamesema hii hadithi swalihun lilihtijaji bihi, inafaa kuifanya hoja. Hasanun, yani ipo vizuri. Kwa hiyo sasa pia khuruja min al-khilaf, kujiondoa kwenye kubahatisha. Sababu wewe wakati wa kutawadha ukiacha bismillahir rahmanir rahim, katika madhhabu ya Imam Ahmad wanakuona udhu wako sasa. Wengine uwezo kawaridhisha watu wote, lakini kuna masala ihtiyati. Yaani ibada yako unatakiwa uifanye kwa namna ambavyo bila wasiwasi, namna ambavyo kila madhehebu kiangalia zamara huyu. Na bismillah unaanza kwa jina la Allah, kwa pia ni baraka, ni tabarruk. Baadaye yukalifu na ish, kuanza na bismillah katika udhu inatugharimu. Yaani hapa jambo zito ni kwamba mimi nimesahau, sasa nimetawadha mpaka mwisho bismillah sijasema. Hapa ndo najiliwaza na fatwa kama bismillah ni sunna na nini, kama sina haja ya kuanza mwanzo tena. Lakini wakati unaanza kutawadha upo makini, umekumbuka, sema bismillahir rahmanir rahim, ujiondoe kwenye mushkila. Haya ni maneno ya irshadi ya kimawaidha zaidi, sio ya kifatwa, ya kimawaidha zaidi. Masala ya al-khuruj min al-khilaf wal ihtiyat lid-din. Jambo la pili ambalo ni sunna katika udhu, asiwaku, kupiga mswaki wakati wa kutawadha. Miongoni mwa sunna za udhu asiwak, kupiga mswaki. Kwa nini? Mtume amesema laula an ashuqa ala ummati
lau sikuogopea uzito kwa umma wangu, la amartuhum bisiwak, ningewaamrisha mswaki maakuli wudhu, kila wanapotawadha. Mtume hajaamrisha, ameona tutapata uzito, amri hajaitoa, lakini jambo limebakia ni zito, limebakia ni sunna nzito. Sunna ya tatu katika udhu, ghaslul kaffaini thalathan fi awwal alwudu, kuosha viganja viwili mara tatu mwanzo wa udhu. Kuosha mikono ni nguzo, kuosha viganja viwili kabla hujaanza udhu ni sunna ya udhu. Yaani maana yake unaweza kwenye kutia udhu, mwanzo tu wa udhu ukaanza usoni tu bila kuosha viganja viwili chali, na udhu wako ni kamili. Swala la kuanza kuosha viganja viwili ni swala la sunna. Kiungo cha lazima cha kwanza ni uso. Idha qumtum ila sala faghsilu wujuhakum, uso ndo lazima, kiungo cha kwanza. Kwa swala la kuosha viganja viwili ukaja usoni, kuosha viganja viwili ni katika sunna udhu. Ukifanya hivyo umepata thawabu nyingi. Ukija tu kwenye udhu kupu umeanza uso, udhu wako ni sahihi, hakuna ulichokiacha taratibu. Katika sunna za udhu, ghaslul kaffaini thalatha, kuosha viganja viwili mara tatu, fi awwalil wudu'i, mwanzo wa udhu. Lifi'lihi sallallahu alayhi wa sallama dhalika, kutokana na kitendo cha mtume kufanya hivyo. Mtume alikuwa akifanya hivyo, idh kana yaghsilu kaffaihi thalatha, kwani mtume alikuwa anaosha viganja vyake viwili mara tatu, kama warada fi sifati udhu'i, kama ilivyokuja katika namna mtume alivyotawadha. Kwa mtume alikuwa anapenda kuanza hivyo, kwa hiyo hii ni lakini haijalazimishwa, sababu ile aya iliyolazimisha viungo vya udhu ijataja, na mtume inaonekana kama hakulazimisha, bali kuwa akifanya hivyo, masala ya al-fi'lul mutlaq. Sunna nyingine ya udhu, al-mubalaghatu fil madmadati wal-istinshaqi li ghairi as-sa'imi, kufikisha maji mbali katika kusukutua na kutia maji puani. Angalia, kusukutua na kutia maji puani ni lazima, kwa sababu ni sehemu ya uso. Sunna hapa ni mubalagha, hii ndio sunna. Mujarrad wa kutia maji tu ukayachezesha ni lazima, lakini mubalagha kufika mbali, au puani maji ukayafikisha mbali, ili swala la mubalagha kufikisha mbali ndio swala lazima. Ama mujarrad wa kutia maji puani na mdomoni ni lazima, ama mubalagha kuyafikisha mbali, hilo swala lazima, ni ziada. Kwa miongoni mwa sunna za udhu, al-mubalagha fil madmadha wal istinshaq, kufikisha mbali maji katika kusukutua na kutia maji puani, li ghairi sa'im, kwa mtu ambaye hajafunga. Kwa mtu ambaye amefunga amekatazwa kufanya mubalagha, yanaweza yakashuka. Kwa hiyo sunna hii li ghairi sa'im, kwa mtu ambaye hajafunga, hayupo katika funga. Faqad warada fi sifati wudhu'ihi, imethibiti katika namna ya udhu wa mtume, famadhumadha, mtume akasukutua, wastansara, akatia maji puani na kuyatoa. Na mtume mwenyewe amesema, wabalighi fil istinshaq, fikisha maji mbali katika kusukutua, illa an takuna saima, isipokuwa kama umefunga. Kama wewe umefunga usifanye hivyo, maana yake maji yanaweza akateleza yakaingia kwa mfungaji. Anasukutua kawaida anatia maji puani. Ukiwa sio mfungaji unatakiwa kidogo ufanye mubalagha, maji kidogo yafike pale. Miongoni mwa sunna za udhu, adalku, kujisugua. Miongoni mwa sunna za udhu, adalku, kujisugua. Yani ulazima ni kuosha pia maji. Ama habari za adalku, hichi ni kitu cha ziada, ni sunna. Adalku, kujisugua, ni sunna. Ulazima ni ghaslu, kuosha.
kuosha ni kitu kidogo, kujisugua ni kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo unaosha ni lazima, ama masala ya kujisugua sasa ambao unatumia nguvu kidogo, ili ni swala la ziada. Adalku, kujisugua, wa takhalilu lihiyatil kathifa bilma, na kuzichambua ndevu nyingi kwa maji. Yaani masala ndevu kuchambua kwa maji na nini, katika sunna za huyu. Wa takhalilu lihiyatil kathifa, na kuzichambua ndevu nyingi bilmai, kwa kutumia maji, hata yadkhula alma'u fi dakhiliha, mpaka yaingie maji ndani ya ndevu. Haya yote ni katika sunna za huyu. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kitendo cha mtume. Fa innahu, hakika mtume, kana idha tawadhaa, mtume alikuwa anapotawadha, yadluku dhira'aihi, anasugua mikono yake. Mtume alikuwa akiingia anapotawadha, yadluku dhira'aihi, anasugua dhira'aihi, mikono yake, anasugua mikono yake. Wakadhalika vile vile, kana yudkhilu almaa tahta hankihi, alikuwa mtume anaingiza maji chini ya alhanaki. Hii ni kama nini hapa, chini ya kokoa. Alikuwa anaingiza maji chini ya hanki, koo lake hapa. Wa yukhallilu bihi lihiyatahu, na anachambua ndevu zake. Kwa mtume alikuwa anatia maji huko na nini, bwana, ndevu kidogo zifanyaje, zipate maji. Hizi ni katika sunna na ukamilifu wa udhu. Yaani mtu anakamilisha zaidi na malipo zaidi. Miongoni mwa sunna za udhu, taqdimu al-yumna ala al-yusra fil yadaini warijlain, kutanguliza kiungo cha kulia kabla ya kushoto kwenye mikono na miguu. Yaani wakati wa kutawadha, kuanza kuosha mkono wa kulia kabla ya kushoto ni sunna. Kwa mujibu wa maneno ya hichi kitabu, wewe ukitawadha ikatokea ukaosha mkono wa kushoto hapo ukaja wa kulia, udhu wako hauna neno, umeenda kinyume tu na sunna nzuri, lakini udhu haujaathirika. Wanasema swala la kuanza mkono wa kulia kisha wa kushoto, kuanza mguu wa kulia kisha wa kushoto ni katika sunna nzuri, sunna za udhu. Takdimu al-yumna, kutanguliza wa kulia, ala al-yusra, kuliko wa kushoto, fil yadaini warijlaini, katika mikono miwili na miguu miwili. Lifi'li sasam, kutokana na kitendo cha mtume. Hakika mtume kana yuhibbu tayamuna, mtume alikuwa anapenda kuanza upande wa kulia, fi tanawuli. Sasa yani kwa nini wanasema sunna so lazima? Mtume alikuwa anapenda kuanza, yani lugha kwamba alikuwa anapenda, kama masala ya mapenzi tu, sio kitu cha lazima zaidi. Yani mapenzi yake yalikuwa hivi kisha hivi. Yani neno kama ile, mtume alikuwa yuhibu, anapenda, wanachukulia kwamba kama sio jambo la lazima, ni masala ya mapenzi yake. Kwa mtume alikuwa anapenda kuanza upande wa kulia, fi tanaulihi, katika kuvaa viatu, watarajuli, katika kuchana nywele, watuhuri, katika tahara. Hapo tahara ndo kuoga na kutawadha. Katika tahara alikuwa anapenda upande wa kulia kuanza, wa fi sha'anihi kulli, na katika mambo yake yote, yani mambo mazuri. Na bahati nzuri ndo udhu wetu siku zote. Inawezekana mtu ametia udhu miaka 30, hakuna hata siku ambayo ameanza kushoto. Sasa faida ya elimu kama hii kwamba jambo sunna, ni maana yake ni kwamba ikitokea labda umejisahau, umeanza mkono wa kushoto wa kulia, basi unamalizia wa kulia, unaendelea. Yaani hauna haja kurudia tena huko, sababu swala la kuanza kulia kuja kushoto ni swala la sunna. Lakini hatutegemee mtama akakusudia kuanza kushoto kuja kulia. Lakini muda mwingine mtu mawazo mengi ni nimeanza kushoto, endelea tu na huko, masimushia jambo aliathiri. Wa ila unapotawadha na fahamu zako na nini, unafuata utaratibu wa mtume na mapenzi ya mtume, atayamu, kuanza kulia kabla ya vile miguu. Sunna nyingine ya udhu, taslisul al-ghasli, kuosha mara 3
kutumia idadi mara 3 ni sunna, lazima ni mara moja tu. Sunna nyingine tasilithul ghusli, kuosha mara 3, fil waji, uso, waliadaini, mikono, warijilaini, na miguu. Kichwa sio sunna kupaka mara 3. Katika sunna za udhu, kuosha mara 3 uso, mikono na miguu. Ya lazima kuosha mara moja, ama 2 na 3 ni katika sunna za udhu. Ama kichwa kinapakwa mara moja tu, kichwa kupaka mara 3 sio sunna. Falwajibu marratun wahida, ulazima ni mara moja. Ulazima ni kuosha mara moja. Wa yustahabu 3, lakini ni sunna kuosha mara 3, lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kitendo cha mtume. Fakad thabata anu, imethibiti kwa mtume, annahu tawadha marra, mtume kashawahi kutawadha mara moja moja. Wa marrataini, mtume kashawahi kutawadha mara mbili. Wa thalatha, kashawahi kutawadha mara 3. Ndio maana yule jana alosema Qur'ani imetaja mara moja, hadithi imetaja mara 3, kaambia rekebisha maneno yako. Hadithi zenyewe zimekuja mara moja, mara mbili. Kwa kutawadha mara moja imekuja kwenye Qur'ani na hadithi. Mtume kashawahi kutawadha mara moja, mara mbili, mara 3. Yote yanaruhusiwa. Annahu, hakika mtume tawadha marratan, kashawahi kutawadha mara moja. Kila kiungo mara moja tu. Na maana sehemu kama maji ya shida na nini, unapiga mara moja zako unaondoka zako. Bi sharti isbaghi alwudu, tawadha mara moja, hakikisha kiungo kimepata maji vizuri. So tena unaenda kutawadha unalumwa sehemu pana meremeta maji hajafika. Wa marrataini wa thalatha. Kwa hiyo jamani, miongoni mwa hata ukisoma vitabu vyetu vile babu sio Rishad, katika sunna nudhu wanasema at-tathilithu maana yake kuosha mara ngapi? 3. Kwa hiyo anaandika katika sunna za udhu at-tathilithu, kurudia mara 3. At-tathilithu lazima ni mara moja. Sunna nyingine ya udhu, adh-dhikrul waridu ba'da al-wudhu'i, nyiradi iliyothibiti baada ya udhu. Kusoma dhikri baada ya udhu ni katika sunna za udhu. Adh-dhikrul waridu ba'da al-wudhu, miongoni mwa sunna za udhu kusoma nyiradi iliyothibiti baada ya udhu. Mtume amesema, ma minkum ahadun, hakuna yeyote kati yenu, yatawadhau, anayetawadha, fayusbighul wudhu'a, akakamilisha vizuri udhu, thumma yaqulu, kisha akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Na kuna riwaya Tirmidhi imeongezeka maneno, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Atakayesema maneno haya, illa futihat lahu abawabul jannati ath-thamaniya, lazima atafunguliwa milango 8 ya pepo. Yadkhulu min ayyiha sha, ataingia mlango wote katika 8, ataingia mlango wote anaotaka. Kusoma dhikri baada ya udhu ni katika sababu za kuingia peponi, bali ni katika sababu za mtu anaambiwa achague mlango wote. Peponi kuna mlango wa wafungaji ar-rayyan, mlango wa watu wa sadaka, mlango wa nani. Na yule ambaye anadumu na kusoma dhikri baada ya udhu, katika milango ya pepo atapewa hiari, achague aingie kupitia mlango wote ambao atataka. Min ayyiha sha. Hizi ndizo sunanul wudhu kwa mujibu walivyopangilia mashehe rahimahumullah ta'ala. Maswali tuna dakika 3 tujibu baada ya maswali. Hebu lete penseli yako, alamu rasas.